Kifua kikuu, adui anayesambaa kimya kimya. Kila baada ya dakika chache tu nchini Tanzania, kuna mtu mpya anayepata maambukizi ya ugonjwa wa kifua kikuu. Ugonjwa unaosambaa kupitia pumzi zetu, kimya kimya, bila watu wengi kutambua. Swali ni moja tu. Je, jamii inaelewa vya kutosha kuhusu ugonjwa huu? Kifua kikuu au TB ni ugonjwa unaoambukizwa kwa njia ya hewa kutoka kwa mgonjwa anayeugua ambaye bado hajaanza matibabu. Kila mwaka tarehe 24 Machi dunia inaadhimisha siku ya kifua kikuu duniani, ikiwa na lengo la kuongeza uelewa na kuhamasisha mapambano dhidi ya ugonjwa huu. Kwa mujibu wa takwimu za kimataifa, takribani watu 122,000 huugua kifua kikuu kila mwaka nchini Tanzania, na kati yao zaidi ya wagonjwa 80,000 hugundulika na kuanza matibabu kila mwaka. Lakini bado takriban watu 18,000 hupoteza maisha kila mwaka kutokana na ugonjwa huu. Hii ina maana karibu kila dakika 4 kuna maambukizi mapya ya TB nchini. Kwa karne nyingi kifua kikuu kilikuwa ugonjwa usioeleweka hadi mwaka 1882 mwanasayansi Robert Koch alipogundua bakteria wanaosababisha ugonjwa huu, yani Mycobacterium tuberculosis. Dalili zake huanza polepole: kikohozi zaidi ya wiki 2, homa, jasho usiku, pamoja na kupungua uzito. Na ugonjwa huu huambukizwa kupitia hewa wakati mtu mwenye TB akikohoa au kupiga chafya. Katika siku ya kifua kikuu duniani, mataifa huendesha kampeni za elimu, vipimo vya bure na uhamasishaji kwa jamii, lengo likiwa ni moja tu: kutokomeza kabisa kifua kikuu duniani. Dalili za ugonjwa wa kifua kikuu au TB ni pamoja na kukohoa mfululizo kwa wiki 2 au zaidi, kupata homa za mara kwa mara hasa nyakati za jioni, kutoka jasho jingi kuliko kawaida hasa nyakati za usiku, kutokuwa na hamu ya kula, kupungua uzito na kukohoa makohozi yaliyochanganyika na damu. Mtazamaji wa TBC1, karibu katika maabara kuu ya taifa ya kifua kikuu. Na hapa ndipo ambapo sampuli hukusanywa na vipimo hupimwa. Tunakwenda kuangalia maendeleo gani yamefikiwa katika mapambano dhidi ya kifua kikuu. Sampuli zinachukuliwaje, zinapimwa vipi, na namna gani wanapata changamoto na urahisi katika kufanya shughuli zao za kila siku. Tutakwenda kuonana na watu wa maabara kuu ya taifa. Karibu ndani. Kwa kutumia vifaa vya kisasa, wagonjwa wengi wanagundulika mapema na kuanza matibabu kwa wakati. Tuna mashine ya hizo za kupima vinasaba kwenye ngazi ya mikoa na wilaya, lakini tumesema mashine ambazo zinafanya kazi sawa na zile pale ngazi ya mikoa na wilaya ambazo pia iko katika ngazi ya kata kwenye zahanati, ngazi ya chini, ambao tumesema kwamba na wenyewe wasikose huduma sawa na zile ngazi ya wilaya na mikoa. Ni hii hapa mashine ambayo tunasema ni TrueNat machines, ambao ziko seti 2, TruePrep na TrueLab. Faida kubwa hii mashine ni kwamba yenyewe ni ya kuchaji. Kama unachaji simu au laptop, ukishachaji kisha kuwa full, yenyewe ina uwezo wa kukaa na chaji ndani ya masaa 8 na ukarani sample zako za wagonjwa bila kuwa na changamoto yoyote. Kwa hiyo kwa nchi nzima zimeshafika kwenye ngazi ya zahanati kama nilivyozungumza hapo awali. Ninaendelea kutoa huduma sawa na zile angazo mashine zipo katika ngazi ya mikoa na wilaya. Hii yote kuwasaidia wananchi wetu ambao wako katika ngazi ya chini kabisa waweze kupata huduma sawa na wale ambao walipo ngazi ya mikoa na wilaya. Ufanisi wake ni sawa na zile ufanisi wa maabara kuu. Zina ubora sawa na zile za maabara kuu. Faida kubwa ni kwamba hizi zenyewe hata kama sehemu inatumia umeme wa jua, basi unaweza ukaichaji kwa kutumia umeme wa jua na ukaendelea na kazi bila kuwa na changamoto yoyote. Lakini vile vile tunasema napenda tu nielekeze ya kwamba kuna sampuli ambazo hazina ubora. Sampuli ambazo hazina ubora napenda nielezea ni kwamba hizi ni sampuli ni zile za matemate. Kwa mara nyingi zinakuwa sio makohozi halisi. Kwa hiyo makohozi aina hii, sampuli aina hii mara nyingi huwa tunazikataa, lakini hatuzikataa hivi hivi.
lazima tuwape taarifa na tuambie ni kwa nini tumezikataa. Na vile vile tunawaelekeza wagonjwa wetu au wale madaktari wawe makini na wagonjwa, wawaelekeze ni jinsi gani ya kupata makohozi yaliyo sahihi na makohozi yaliyo bora, ili kuweza kuepuka hiyo changamoto za kuwa sample zimekataliwa na kumcheleweshea mgonjwa kupata majibu kwa wakati. Usahihi wetu wa vipimo unakuja kwamba kwanza maabara yetu imepata hati ya ithibati. Kwa hiyo imepata hati ya ithibati na inatambulika kimataifa. Kwa mbali na hati ya ithibati, kuna vitu ambavyo vinafanyika kila siku, ikiwemo tunafanya zile internal quality control za kila siku kwenye mashine yetu, lakini vile vile tunashiriki kwenye zile proficiency testing za maabara mbalimbali. Kwa mfano tunafanya EQA, tunasema EQA. Kwa hiyo tunashiriki EQA za Uganda, tunashiriki EQA kutoka CDC Atlanta, nazo tunafanya vizuri, tunapata 100. Kwa hiyo yote inatuhakikishia kwamba majibu yetu yanayotoka hapa ni sahihi, ikiwemo na ile tunashiriki kufanya zile competence test za personnel ambao wanafanya kazi katika idara hii ya upimaji wa kifua kikuu. Kwanza, huduma za upimaji wa kifua kikuu ni bure kwa nchi nzima, hazilipiwi. Sawa. Lakini vile vile tulikuwa tunapenda tuwasisitizie wagonjwa wetu hao ambao wanakwenda kutoa sampuli, ili tusiweze kupoteza muda na apate majibu kwa wakati na majibu ambayo yaliyo mazuri. Ni vema wakatoa makohozi sahihi. Hii itamsaidia yeye kuokoa ule muda wa kwenda kurudi au muda wa kusubiria majibu. Lakini vile vile tumetoa kama exemption kwa watoto chini ya miaka 14. Tunasema sampuli ni makohozi, lakini watoto mara nyingi chini ya miaka 14 wao wana changamoto ya kutoa makohozi. Kwa hiyo mara nyingi akikohoa na meza. Kwa hiyo tukasema mbali na sample ya makohozi, basi kwa watoto chini ya miaka 5 kwa kutumia mashine zetu za upimaji wa vinasaba tunaweza kutumia sampuli ya haja kubwa. Kwa hiyo imepitishwa na iko kipimo kinafanyika. Kwa hiyo tunapenda tuwasisitizie tu kwa wale watoto chini ya miaka 14 ambao anaona na changamoto ya kupata makohozi, asisite kutumia sampuli ya haja kubwa na akapeleka na ikaenda kufanyiwa vipimo kama ilivyokuwa kwa upande wa makohozi. Na utaratibu wake ni ule, hautofautiani na wa sampuli ya makohozi. Tunaichakata sample kwa kuweka sample kwenye reaction buffer, tuna incubate, then tuna incubate mara ya pili, mara ya tatu tutachukua ile sampuli tutaweka kwenye cartridge na tutalodi kwenye mashine na mashine itatupa majibu kama kawaida. Kama tunavyoona hapa, mtaalamu wetu anachakata sampuli ya mgonjwa wetu, na sampuli ya makohozi kama tulivyosema atashake 3 to 5 times, then ataincubate, ameshaincubate dakika 10 za kwanza. Hizo dakika 5 za pili ameshamaliza, atachukua pasta pipette, tunasema na pasta pipette ambao tunasema actually anatakiwa achukue mils kati ya 2 mpaka 4. Hiyo ndio ambayo inatakiwa ingie kwenye hiyo sample reaction buffer kwenye cartridge yetu. Kama tunavyoona mtaalamu anachukua mils 2 za sampuli, then atalodi kwenye cartridge ya GeneXpert kama unavyoona hapo. Yeah. Baada hapo atakifunga hapo kwa mfuniko kama kinavyoonekana, then cartridge itakuwa tayari kwa ajili ya kwenda kulodi kwenye mashine. Mara baada tulikuwa tumechakata sampuli yetu kama tulivyoona pale, kinachofuata anakuja kulodi sample kwenye mashine kama tunavyoona. Atasema create a test, then itamwambia askani hiyo cartridge. Sababu mashine inahitaji uiskani hiyo cartridge, kwa maana ya kwamba ili cartridge iweze kutambulika. Then ikishaitambua yenyewe itaisoma, then kama tulivyoona baadaye ataingiza information za mgonjwa kama inavyoelekeza pale. Hapo anaingiza taarifa za mgonjwa. Then akisema okay, atachukua hiyo cartridge, anaiweka kwenye trough yake, then anafunga, then inakuwa tayari kwa ajili ya test. Then baada hapo tutasubiria ndani ya masaa 2, then majibu yetu yatakuwa yako tayari kwa ajili ya mgonjwa ili aweze kuenda kupata matibabu kama atagundulika atakuwa na kifua kikuu. Jina langu ni Daphne Mtunga, ni mtaalamu wa maabara na ninafanya kazi katika maabara kuu ya taifa
ya kifua kikuu, na ni mtaalamu mbobezi ambaye nimefanya kazi kwa takribani miaka 15 sasa katika taaluma hii ya upimaji wa kifua kikuu. Na hapa leo niko kuonyesha mashine ambayo inatumika katika upimaji wa kifua kikuu sugu, ambayo ni kifua kikuu cha kundi la pili. Na mashine hizi zinaweza kufanya utambuzi wa upimaji wa kifua kikuu sugu kwa takribani siku 3 mpaka 5. Mgonjwa huyu anaweza kupatiwa matibabu. Ukilinganisha mashine hii na mashine tulizokuwa nazo zamani, mashine hii ni ya ubora zaidi na ina uwezo mkubwa zaidi na ina uwezo wa kufanya uchunguzi wa wagonjwa wasiopungua 48 kwa muda wa masaa 2. Sambamba na mashine hizi ambazo tumezionyesha hapo awali, lakini tuna mashine nyingine mpya ambayo ni teknolojia mpya, ambayo mashine hii ina uwezo mkubwa zaidi kwa sababu mashine hii inapima DNA ya wagonjwa wa kifua kikuu, na hii imekuwa advanced zaidi kwa sababu yenyewe ina uwezo wa kufanya kazi zote, kwa maana ya ugunduzi wa kifua kikuu, lakini pia na utambuzi wa dawa zile ambazo wagonjwa wanazitumia pamoja na usugu wa dawa zile za kundi la pili. Na mashine hii ina uwezo mkubwa pia wa kuweza kupima wagonjwa takribani 20 kwa mara moja, na yenyewe inatumia muda mfupi zaidi, masaa 3. Mashine hii ina uwezo mkubwa, lakini pia haichukui nafasi kubwa katika maabara, na ina uwezo wa kufanya vipimo vya wagonjwa wa kifua kikuu, kuangalia usugu wa dawa katika lile kundi la kwanza, lakini usugu wa dawa pia katika lile kundi la pili. Na ubora wa mashine hii umeongezewa zaidi kwa sababu ina uwezo wa kupima dawa zile zilizo idhinishwa na WHO, shirika la afya duniani, ambazo ni dawa mpya katika matibabu ya kifua kikuu sugu maarufu kama zile za bedaquiline na denamide na nyinginezo. Kwa hiyo mashine hii inapatikana hapa katika maabara kuu ya taifa ya kifua kikuu. Mashine hii kwa uzoefu wa miaka ya nyuma ni mashine bora zaidi ukilinganisha na mashine ambazo tulikuwa tunatumia hapo awali, na njia ambayo ilikuwa inatumika ilikuwa na uwezo wa kupima kifua kikuu sugu kwa siku 46, lakini kwa njia hii mpya ya vinasaba, hii ya sequencing, ina uwezo wa kupima na mgonjwa akagundulika na kifua kikuu sugu ndani ya siku 3. Kwa hiyo ni mashine bora sana na inapunguza muda wa wagonjwa kusubiri majibu kama ilivyokuwa hapo awali. Je, umewahi kuhisi kuwa panya wanaweza kutumika katika mchakato wa kugundua TB kwa haraka zaidi sambamba na teknolojia za maabara? Mguu mosi, mguu pili, mpaka kwa wataalamu wa popo ili kupata ufafanuzi wa namna panya wanavyoweza kugundua sampuli za TB. Panya mmoja anaweza kugundua zaidi ya sampuli 100 ndani ya dakika chache tu, na husaidia kuongeza kasi ya kugundua ugonjwa. Apopo ni taasisi isiyo ya kiserikali ambayo makao makuu yake ni nchini Ubelgiji, na neno Apopo ni kifupishi cha neno la Kidachi ambao kwa Kiingereza inaitwa Anti-Personnel Landmine Detection Product Development, kwa maana kwamba Apopo walitaka kugundua teknolojia ambayo sio ambayo tumia binadamu kugundua mabomu yanayotegwa ardhini. Na kwa Tanzania Apopo makao makuu yake yapo chini ya Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine SUA ambacho kiko Morogoro. Na Apopo tulianza kazi Tanzania miaka 20 iliyopita. Na wakati tunaanza Apopo tulianza kama teknolojia ambayo inagundua mabomu yanayotegwa ardhini. Na tulianzaje? Apopo walijaribu kuweka mitego msituni na kukamata panya hapa Morogoro, na wakawazalisha wale watoto wao, ndo wakaanza kuwafundisha kugundua mabomu yanayotegwa ardhini. Lakini kwa kifua kikuu ambapo ndo tunaelekea wiki ya kifua kikuu, maadhimisho ya siku ya kifua kikuu duniani, Apopo walianza kazi miaka 2002 na walianza kwa kuwafundisha wapanyabuku wa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Kilimo SUA, alafu na taasisi ya magonjwa ya binadamu NIMR tawi la Muhimbili,
ambapo waliweza kuwafundisha wapanya kuweza kugundua harufu ya vimelea vya kifua kikuu kwenye makozi ya binadamu. Na hatua ziko tofauti za kuwafundisha wapanya buku mpaka kuweza kuhitimu mafunzo ya kuweza kugundua vimelea vya kifua kikuu. Kwa kifupi, training ya mafunzo yanachukua miezi 9 mpaka mwaka mmoja kwa wapanya kuweza kuhitimu. Ziko hatua mbalimbali. Hatua ya kwanza inaitwa socialization, yaani unamfundisha wapanya jinsi kusocialize kwamba binadamu sio adui. Alafu unafuata hatua nyingine za clicker training, kuna click unampa chakula na kitu unampa anaelewa kwamba akisikia sauti ya click anaenda kula chakula. Ana hatua nyingine za kudiscriminate na kadhalika mpaka anatimiza miezi 9 mpaka mwaka anakuwa amegraduate kwa ajili ya kuwa deployed. Ili aweze kugraduate anatakiwa faulu 100% ya sampuli ambazo anazotoa. Kwa mfano kama akiwa sample 10 ambazo zina kifua kikuu, haziwezi kuzionyesha zote zina kifua kikuu na asiweze kuonyesha ambazo ni false positive, na ndo hapo tunasema amegraduate. Huyo mwaka 2002 mpaka mwaka 2007 hapo walikuwa wanafanya tafiti tu. Lakini kuanzia mwaka 2008 hapo waliona kwa nini tafiti zisije zikafaidisha binadamu. Wakaamua sasa kuanza kukusanya sampuli kwenye vituo vya afya 4 ambapo kwa hapo Dar es Salaam ilikuwa ni Amana na baadhi ya vituo vingine ambao sampuli zilikuwa zinatumwa Morogoro kwa ajili ya panya kuzipima, alafu tunazithibitisha kama panya amesema hii sampuli ya vimelea vya kifua kikuu, tuna confirm sasa unaithibitisha kutumia teknolojia ambazo shirika la afya duniani limethibitisha. Ufahamu kwamba panya bado hajathibitishwa na shirika la afya duniani kutumika kama teknolojia inayojitegemea. Kwa hiyo panya kishasema kwamba hii sampuli ya vimelea vya kifua kikuu, hiyo sampuli inatakiwa tuichukue tuithibitishe kwenye teknolojia hizo ambazo shirika la afya duniani imethibitisha. Na mpaka kufikia mwaka huu sasa hivi Apopo inakusanya sampuli kwenye vituo zaidi ya 120 kwenye mikoa ya Dar es Salaam ambapo tuna vituo 59, Morogoro tuna vituo 9, Dodoma tuna vituo 13, Pwani tuna kituo 1, Moshi, Arusha, Tanga na Manyara tuna vituo 10 total ya 40, vituo 40 kwenye mikoa kaskazini. Na maabara 2, moja kwa Morogoro kama hii hapa Dar es Salaam na moja hii hapa iko Dar es Salaam. Na mwaka jana tuliingia kwenye memorandum ya saini na hospitali ya taifa ya Kibong'oto, inaitwa Kibong'oto Infectious Disease Institute, kwa ajili ya kutengeneza maabara nyingine ambayo ita save watu wa kanda kaskazini, kwa maana kwamba hiyo mikoa 4 Arusha, Manyara, Tanga na Kilimanjaro. Panya ana uwezo wa kugundua vimelea vya kifua kikuu kwa haraka, ndio maana tunamtumia sana sisi na kwa gharama ndogo. Na hii teknolojia tunaita ni teknolojia ya local solution kwenye local problem. Tunafahamu kifua kikuu ni ugonjwa ambao unampata sana watu wengi ambao wana kipato cha chini, na Tanzania ni moja kati ya nchi 30 ambazo zinaitwa high burden TB countries ambazo ziko chini ya jangwa la Sahara. Kwa nini tuliamua kuchagua panya kumfundisha kugundua vimelea vya kifua kikuu isiwe ni panya mwingine au mnyama mwingine kama mbwa na kadhalika? Kwanza natakiwa tutambue kwamba kuna kitu kinachoitwa olfactory receptor genes. Yaani ni jini ambazo zinatumika kwa ajili ya unusaji. Kila mnyama ana hizo receptors genes. Lakini panya ana receptors nyingi kuliko hata mbwa. Zaidi ya 1400. Kwa panya ana uwezo mkubwa wa kunusa kuliko wanyama wengi. Kwa maana tunamtumia panya. Lakini pia panya huyu ni rahisi kumfundisha, alafu ni resistance kwa tropical disease, magonjwa ya kitropiki. Na gharama kama nilivyosema ni ndogo. Ndio maana tukamchagua panya bubu. Na lifespan yake, yani kile kiwango cha kuishi cha panya waga ni miaka 2 kama usipomchukua kwa mfuga. Lakini hizo lifespan in captivity, yani kwa sababu tunamfuga sisi, anaishi miaka 8 mpaka 10. Kwa miaka 8 anakuwa amefanya kazi ya kutosha. Yes, ndio maana tunamtumia panya bubu. Kwa sababu hiyo. Hii setup ina sample 50 ambapo ni sample kaseti 5. Kila baa moja ina matundu 10, na hii inaitwa rectilinear cage ambapo pia underneath kuna matundu 10, ambapo utachukua hiyo baa yenye sample 10 afu utaingiza chini, alafu panya anapopita hapo kwenye sampuli ambayo ina vimelea vya kifua kikuu atapita ndani ya sekunde, chini ya sekunde 30, chini ya sekunde 3. Lakini kama sampuli ya vimelea vya kifua kikuu kama bora kuonyesha kwenye hilo tundu namba 4, maana yake ni kwamba
hii sampuli na vimelea vya kifua kikuu, panya ataweka pua ndani ya sekunde 3 mpaka 5. Maana kwamba hii sampuli ya vimelea vya kifua kikuu, huyu ambaye ni observer ataclick hiyo click, kama mnasikia sauti yake, ni kwamba panya ameonyesha sahihi hii sampuli na ameenda kuwa rewarded, kwa maana kwamba amefanya kazi sahihi, anapewa chakula. Kwa hiyo ataendelea hivyo mpaka atakaomaliza sample zote 50. Kwenye kila positive sample utaona clicker, anapiga clicker, alafu ataacha anachokifanya huyo panya, ataenda kupewa chakula. Hiyo process yote ambayo inafanyika hapo, ambayo ni sampuli ya 50, tumeanza saa 8 na dakika 47, tumemaliza saa 8 na dakika 55. Kwa hiyo tumechukua dakika 7 tu kuweza kupima sampuli ya 50. Sampuli hizi 50 zingepimwa na mtaalamu wa maabara tumetumia siku 4 za kazi kumaliza. Huyo ndio maana ninapokuambia panya anafanya kazi kwa haraka sana. Lakini nyuma ya takwimu hizi kuna maisha ya watu halisi ambao wanashuhudia jinsi wanavyokumbana na kadhia hii, na hapa tunaongea na shuhuda katika safari yake ya uponaji. Katika historia yangu niliishi vizuri bila kupata tatizo lolote, lakini nilipofika mwaka 2015 nilianza kujisikia homa, kikohozi, jasho linanitoka. Katika familia nilikwenda, badala ya kwenda hospitali wakanipeleka kwa mganga wa kienyeji kwa ajili ya uchunguzi. Nikaenda kwa mganga wa kienyeji, lakini hiyo tiba haikunisaidia kitu chochote. Mara kaka yangu kanichukua kutoka nyumbani kwangu nilipokuwa naishi, akanipeleka hospitali kwa ajili ya vipimo. Nilipopimwa nikagundulika tayari na tatizo la ugonjwa wa kifua kikuu. Nilivyogundulika kuwa na tatizo la kifua kikuu, tayari nikaanza matibabu. Matibabu yalichukua miezi 6. Miezi ya kwanza nilipoanza matibabu, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, nikaanza kuona ile maumivu yamepungua. Hata kule kukohoa sikuwa nakohoa sana. Nikaendelea vizuri, nikawa nakula, ile hali ikaanza kutoweka mpaka ilipofika miezi 6 nikamaliza matibabu yangu yote, nikarudi kupima kwa daktari. Daktari akaniruhusu, akaniambia sasa umepona. Baada ya kupona nikaona kwamba si vyema nikae bila kuwahamasisha wenzangu na kutoa elimu kwa wenzangu, kutokana na mimi mwenyewe hali halisi iliyonikuta. Nikawa ni mhamasishaji wa wenzangu katika jamii na kuwaibua wenzangu katika jamii wagonjwa wa kifua kikuu, na mpaka sasa hivi naendelea kuwaibua na kuwasimamia dozi doti, umezaji wa dawa nyumbani kwa mgonjwa hadi mgonjwa hata wanapomaliza matibabu yake. Ujumbe wangu kwa jamii ni kwamba kwa ukweli kifua kikuu kinatibika na kupona kabisa, na sio ugonjwa wa kurogwa kama ilivyodhaniwa wakati mimi nilipopata hali ya magonjwa nilipokuwa najisikia. Ukiona dalili unasumbuliwa na homa mara kwa mara, wahi haraka sana kituo cha afya kwa ajili ya kupima na kupata huduma, kwa sababu TB inatibika na kupona kabisa. Hata ukiwa na maambukizi ya magonjwa mengine unatibiwa na kupona kabisa. Ugonjwa akishagundulika na vimelea vya siku hizi ni changamoto kutokumaliza dawa, kwa sababu anakutana na full elimu. Atapewa elimu kabla ya kutoa makohozi, atapewa elimu wakati anasubiria majibu, atapewa elimu wakati anapata majibu, na anasimamiwa dawa na wale wauguzi wa ngazi ya afya jamii. Kwa mfano kabisa, mimi anamwambia mimi nimeugua TB na nimepona. Kwa sasa hivi default, yani watu acha dawa ni wachache, na hata treatment success rate ya wizara iko above 90, above juu ya 90%. Lakini labda uniambie wale watu ambao wanaumwa, wanakohoa, alafu hawaendi kupima wakiamini kwamba wamelogwa. Niwaambie tu kwamba kifua kikuu sio ugonjwa wa kurogwa, ni ugonjwa ambao kila mtu anaweza kaupata, ukizingatia mazingira ambayo tunaishi sisi wa Tanzania. Wakati mwingine unaweza kwa sababu ya changamoto ya usafiri ukawa umejibana kwenye mwendo kasi, ukawa umejibana kwenye vilabu vya pombe, ukawa umejibana kwenye vibanda umiza unaangalia mpira, alafu mwenzako ana kifua kikuu akakohoa akakuambukiza.
Kwa hiyo usikoe afika nyumbani ukasema umelogwa uje hospitalini, kwa sababu TB inatibika na kupona kabisa. Kifua kikuu kinatibika kabisa. Matibabu yake huchukua miezi 6 au zaidi, lakini ni lazima mgonjwa amalize dozi yote ya dawa ili apone kabisa. Kujikinga na kifua kikuu ni jukumu la kila mmoja wetu. Hatua za muhimu ni pamoja na kufunika mdomo unapokoa au kupiga chafya, kufanya uchunguzi wa mapema hospitali, kuhakikisha nyumba au sehemu za kazi zina hewa ya kutosha, kumaliza dozi ya dawa kwa wagonjwa wa TB, na kwa kufanya hivyo tunaweza kupunguza maambukizi ya kifua kikuu katika jamii. Kifua kikuu ni ugonjwa hatari, lakini si hukumu ya kifo. Kwa elimu, uchunguzi wa mapema na matibabu sahihi tunaweza kushinda janga hili. Ukiona kikohozi kisichoisha mapema, usinyamaze. Pima mapema, kwa sababu katika vita dhidi ya kifua kikuu, kila sekunde ina maana ya maisha. Tujikinge na tuungane kwa pamoja kutokomeza kifua kikuu. Maabara Kuu ya Taifa ya Kifua Kikuu tunasema yes, we can end